Kristo anajenga hekalu lake hapa kwa mawe yaliyo hai, na ndiyo maana tumtazame yeye Yesu na muweke juu, ufalme wa Mungu. Kristo ndiye msingi na jiwe la pembeni, ndiyo maana tutazame Kristo peke yake. Kila mtu aliyepata Bwana hapa, kila mtu ambaye Bwana alipata hapa kama vile jiwe la hekalu, wanaungana pamoja wao kwa wao kupitia upendo wa Kristo, wao kama vile mawe yaliyo hai. Kristo ndiye msingi na jiwe la pembeni, nasi ni mawe katika majengo. Kristo ndiye msingi na jiwe la pembeni, ndiyo maana tutazame Kristo peke yake. Mweke bidii zenu ili mpate mawe kwa ajili ya hekalu la Bwana, ambaye atakayewaingiza ndani ya majengo kama vile anavyotaka. Kristo ndiye msingi na jiwe la pembeni, nasi ni mawe ndani ya majengo. Kristo ndiye msingi na jiwe la pembeni, ndiyo maana tazameni Kristo peke yake. Mtumike mpaka majengo yaweze kumalizika, mpaka jiwe la mwisho liweze kuingizwa, na hapo sasa majengo itamalizika na tutakwenda mbinguni. Kristo ndiye msingi na jiwe la pembeni, nasi ni mawe ndani ya majengo. Kristo ndiye jiwe la pembeni na msingi, na ndiyo maana tutazame Kristo peke yake. Bwana, nataka niwe wako kwa ujao, na niweze kuwa kwa upande wako, niweze kufunguliwa kutoka kushipenda zambi na dunia, na niweze kushitakasia tu kwako kwa ujao. Sikia kilio cha moyo wangu, na uweze kutuma Roho wako Mtakatifu wako kwangu. Tuma sasa, Bwana, Roho wako juu yangu. Tuma Bwana sasa juu yangu nguvu za Roho Mtakatifu zinazosafisha mioyo. Tuma Roho Mtakatifu juu yangu. Kwa neema yako hapa nitakuwa mshindi katika vita, na nikifungwa kwa wewe nitabaki na wewe milele na milele, na niweze kuwa yale ninayotaka nikuwe, kama vile nilivyofundisha katika neno ndani ya maandiko. Tuma kulingana neno lako Roho Mtakatifu wako juu yangu. Tuma kulingana neno lako Roho Mtakatifu wako juu yangu. Nguvu za Roho Mtakatifu zinazosafisha mioyo, zinazofanya mioyo kuwa safi. Tuma nguvu za Roho Mtakatifu wako juu yangu. Nijaze kwa nguvu za kutoka juu, ili niweze kutenda kwa ajili yako na kupitia wewe, kama vile unavyotaka na kama vile unavyoongoza, na niweze kufuata. Nipatie ndani ya nafsi yangu uzima wako Bwana, ili niweze kuwa baraka. Tuma juu yangu kulingana na neno lako Roho Mtakatifu wako. Tuma Bwana juu yangu kulingana na neno lako Roho Mtakatifu wako. Nguvu za Roho Mtakatifu zinazofanya mioyo kuwa safi. Tuma juu yangu nguvu za Roho Mtakatifu wako.
Ninataka niwe wako, niweze kutenda yote kwa ajili yako. Nijaze kwa nguvu zako za kutoka juu na za upendo wako, ili niweze kugeuzwa kwa sura yako siku kwa siku. Tuma sasa juu yangu nguvu za Roho Mtakatifu wako. Tuma sasa juu yangu nguvu za Roho Mtakatifu wako, nguvu za Roho Mtakatifu wako zinazoumba mioyo kuwa safi kulingana na neno lako. Tuma juu yangu Roho Mtakatifu wako. Tuma juu yangu Roho Mtakatifu wako. Tuma juu yangu Roho Mtakatifu wako. Tuma juu yangu nguvu za Roho Mtakatifu wako. Nitaimba neema na haki na kushukuru Bwana kwa ajili ya yote uliyofanya mema kwa ajili yangu, na kusifu na kuabudu. Oh, heshima na utukufu iwe yako Bwana Yesu, kwa ajili ya uaminifu wako wote ambao unaoonyesha kila siku. Ninasifu Bwana ninasifu Bwana kwa maana alijionyesha, aliona huzuni yangu na akasamehe makosa yangu. Ninasifu neema yake na rehema yake. Heshima na utukufu iwe yako Bwana, kwa ajili ya alama ya upendo wako na neema yako na upendo wako ambao unaonyesha kila siku. Ninasifu Bwana kwa ajili ya Biblia, andiko inayotoka mbinguni. Inanifundisha kuweza kuacha mabaya na nifuate njia zako za kiungu. Oh, heshima iwe yako, utukufu na mabudu ewe Bwana Yesu, kwa ajili ya neema yako yote na uaminifu wako ambao unaoonyesha kila siku. Hata mara nyingi zoruba inapovuma sana na wa kujaribu anakaribia, na hapo sasa ninatazama katika imani mpaka mbinguni, na Mungu ananipatia nguvu na msaada na anipatia shauri. Oh, heshima na utukufu na mabudu ni yako Bwana Yesu, kwa moyo wangu wote, kwa ajili ya alama zako za neema na za rehema ambazo unaonyesha kila siku upya. Heshima na utukufu na mabudu iwe yako Bwana, Bwana Yesu. Asubuhi hii tunawasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, aweze kutubariki kwa wingi wa neema yake. Kama vile kwaya imekwisha kuimba, heshima, utukufu na mabudu iwe yake, na sababu ya hiyo ndio tumekuja ili tuweze kumuletea sifa na mabudu kwa ajili ya yote aliyofanya mema. Na kwaya imekwisha kuimba ya kwamba Bwana
aweze kutuma nguvu za Roho wake na nguvu za Roho Mtakatifu wake. Ndiyo, na hiyo ndiyo tunatazama ahadi zote alizotupatia, sana sana ahadi ya Baba iweze kuwa ya kweli pamoja na sisi. Tuweze kusimama kwanza na tuweze kuomba Bwana baraka yake. Bwana mpendwa Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya kuweza kuja tena mbele yako asubuhi tena. Tubariki sote pamoja Bwana, wakati tunaposikia neno lako, ili tusiwe watu wanaosikiliza tu neno, lakini tuweze liweze kupata udongo ya mzuri ndani ya mioyo yetu, ili iweze kutuweka nguvu katika imani na tuweze kuweka katika matendo yale unayotuambia, iwe yoyote, iwe katika maisha ya mtu binafsi au kanisa la kusanyiko au la kanisa, iwe uhusiano pamoja na tunaofanya pamoja nao kazi au sisi kwa sisi. Bwana, tutayarisha yote kwa ajili ya hiyo tuweze kuitembea ndani. Basi sasa uweze kutayarisha kwa ajili ya kurudi yako inayokaribia. Tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako na kwa ajili ya neema yako. Amina, amina. Kwanza tuimbe nyimbo namba 14. Tunataka tuweze kuimba mvua ya baraka, namba 14 ndani ya kitabu cha nyimbo. Kama vile udongo unaokauka, tunaoita mvua, mvua ya neema yako Emanueli. Mvua shuka juu yetu, maji ya kiungu uje utumimie maji. Shuka mvua nyingi, iwe imemwangika ndani ya mioyo yetu. Itupatie tena kumiminwa kwa maji mpya. Mvua ya damani shuka juu yetu sisi sote. Maji ya kiungu kuja uje utumimie maji. Usiache ndani yetu kitu kinachokauka ambacho hakiwezi kupewa ndani uzima. Moyo isiweze kuwa inakauka, lakini iwe imemiminwa maji. Mvua ya damani shuka juu yetu sisi sote. Maji ya kiungu kuja utumwangikie. Kuja Roho wa salama na wanema, na umwange ndani yetu uzima ambao haukauki. Mvua ya damani shuka juu ya sisi sote. Maji ya kiungu kuja utumwangikie. Amina. Bwana asifiwe na shukuriwe kwa ajili ya yale ambayo tumeimba hapa, na naamini ya kwamba
Hiyo ndiyo inayotukokota ndani ya mioyo, na hiyo ndiyo tunahitaji hapa. Utupatie wakati wa kuburudishwa. Hiyo inapaswa kuwa hai. Ni kwamba hitaji yetu kwa ajili ya hiyo, hitaji kwa ajili ya hiyo. Tupatie wakati wa kuburudishwa na utimize neno lako, kwa maana yali isema nasi tunapaswa kushikamana hiyo, ya kwamba wakati wa kuburudishwa utakuja. Tunakwenda haraka haraka tuweze kuanza kusifu tena Bwana. Siwezi kutaka kuweza kusahau kuweza kuleta salamu ambazo waliweza kututumia. Iko horoza kubwa, kusanyiko la Rumani, Rusha Posha, Dimishwara, wanatusalimu wa ndugu na wadada wa Edmonton, Canada, ndugu Vendel ambaye ametoka huko Edmonton, niko pamoja nasi hapa, tunakusalimu. Nilikusahau jana, na wa ndugu na wadada sote tunaunganishwa na sisi, ndugu Herve, ndugu Manase, ndugu Miller wa bahari wa ngambo ya bahari ya juu, ndugu wa Paris, ndugu Gilbert na ndugu Didier, ndugu wa Liege, ndugu wa Portugal, ndugu Olek, ndugu Jose. Tuna hapa pia ndugu wengine wa pamoja nasi ambao leo tutembelea na ambao wanakujaka mara nyingi pamoja nasi, pamoja na Bwana ndani ya neno. Na jana tuliweza kuwa na heri ya kuweza kuwa na kusherekea meza ya Bwana pamoja. Tuweza kufurahi sana. Nilifurahi sana kuweza kuona anga nzuri kama hiyo. Iliweza kuweka nguvu ndani ya imani. Naamini ya kwamba sisi sote ile tuweza nguvu sisi sote. Nifurahi sana kwa sababu sisi sote tuliweza kuchangia meza ya Bwana, kuweza kukumbuka yale ambayo Bwana aliyofanya kwa ajili yetu, na tuweze kusalimiana, kuweza kuwa na ushirika ya kweli pamoja na sisi. Tuna hapa wandugu toka Uswisi waliotembelea hapa. Ndiyo, Bwana aweze kuwabariki kwa wingi na aweze kuwalipa kwa ajili ya yote ambayo mlioweza kufanya pamoja na nyinyi, na safari yote ndefu ambayo mmefanya, tuweze kuwa na ushirika pamoja na sisi. Na tuna ndugu yetu hapa kutoka Johannesburg, ndugu Kasten, kutoka pia huko Kinshasa, ndugu Justin, na pia ndugu Joseph wa kutoka Kinshasa, na ndugu Michael iko hapa ambaye anaikaa huko London, lakini anahusika sana na nchi ya Pakistan. Tuliweza kusahau nani? Na waza kwamba hatukusahau mtu. Bwana hasa wake mtu, ndugu Polo Nyagi wa Kenya, na Bwana anafanya ili muweze kuwa na sehemu kwa yale ambayo Bwana anafanya. Sasa kuweza kuimba tena nyimbo mbili, na kisha ndugu Bonge ataweza kukuja na kutusomea neno kama vile kuanzisha. Tuimbe namba 11. Namba 11. Si ajabu, si ajabu. Si ajabu, si ajabu. Isionekana kwa wanadamu, lakini ya damani kwa walio wake. Si kitu cha ajabu sana. Ni ajabu, ni ajabu. Ona gisi yeye ni wajabu. Ni kweli yeye ni wa majabu, mwalimu wetu. Isionekana kwa wanadamu, lakini iko pale kwa watakatifu wote. Ndiyo, Yesu iko siku zote wa ajabu. Niweza kusahau ndugu Elias wa Nyagi, ndiyo, kutoka Kenya. Ndiye aliweza kuniletea orodha ya salamu ambayo tuweza kuleta, na kisha nyuma ya retransmission tutaweza kupokea wandugu fulani ili waweze kutusalimu na kuweza kushukuru Bwana pamoja na sisi. Tutaweza kuimba namba 12. Moyo unanigusa tena. Kila kitu, kila siku pamoja na Bwana, hii inakuwa siku kitu fulani cha ajabu siku zote. Natembea pamoja na Yesu, hatua kwa hatua kwenye njia ya kunyoroka. Ninatembea pamoja na Yesu, mkono wangu katika mkono wake wa uwezo. Yesu
ananitangulia mbele, ananizunguka mahali pote, na bila kuchoka ananisaidia, akinishika katika uzima. Amina. Amini tu, amini tu. Haleluya. Amini tu, amini tu. Yote inawezekana. Oh, amini tu. Amini tu, amini tu. Amini tu, amini tu. Yote inawezekana. Oh, amini tu. Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Yote inawezekana kama Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Yote inawezekana. Yesu yuko hapa. Yote inawezekana kwa sababu Yesu yuko hapa. Amen. Amina. Jesus ist hier. Yesu yuko hapa. Na hivyo ndivyo tumeimba. Na hiyo tunaiamini pia. Hatuimbe tu, lakini tunaiamini ya kwamba Bwana tena asubuhi hii yuko pamoja nasi kwa ajili ya namna iliyo mpya ili atubariki. Tunashukuru sana kwa ajili ya jana jioni, kwa ajili ya neno ambalo tuliweza kusikia, kwa ajili ya meza ya Bwana ambayo tuliweza kuchangia sisi sote na kusherekea na pamoja na Bwana, kwa ajili ya kuoshana miguu. Naamini ya kwamba Bwana alitubariki sana jana jioni sana, na tena asubuhi hii tunaweka uaminifu wetu ndani yake, kwa sababu atatubariki tena na ataonyesha uwepo wake na kwa namna iliyo mpya tena. Sote atatusaidia na ataweza kutubariki. Tumekwisha kuimba fungulia mto mlango, na kwamba tusiweze kuwa tumeimba tu, lakini katika uhakika tuweze asubuhi hii kuweza kuishi mbele ya kuomba tena pamoja. Ninasoma neno moja ndani ya Zaburi, na Zaburi 103, zaidi shairi fulani, Zaburi 103, Zaburi ya Daudi. Sifu Bwana e nafsi yangu, na vyote vilivyo ndani yangu visifu jina lake takatifu. Sifu Bwana e nafsi yangu, wala usisahau baraka zake zote. Asante sana kwa Bwana. Usisahau mema ambayo aliyokutendea kwako na kwangu. Sisi ni wanadamu, na hivyo ndivyo tunaimba katika nyimbo, tunayosahau na wanyonge, lakini Bwana atupatie neema ili tusiweze kusahau hata moja ya mema yake mazuri, na hiyo aliyafanya kwenye msalaba wa Golgotha kupitia Yesu Kristo. Usisahau mema aliyokutendea. Mstari wa 3, anayesamehe maovu yako yote, anayeponyesha magonjwa yako yote. Mstari wa 4, anayekomboa uzima wako toka shimoni, ambaye anakutia taji ya neema na rehema. Asante kwa Bwana. Jina la Bwana liweze kusifiwa.
Mstari wa 5, anayeshibisha kinywa chako na vitu vizuri, hata ujana wako unafanywa upya kama tai. Bwana aweze kusifiwa. Kwa ajili ya sisi ambayo tumekwisha kukomaa sana, wandugu wale ambao umezeeka sana, hili neno la ajabu sana. Anayeshibisha uzee wako na mambo mazuri, hiyo iweze kufanyika vizuri sana, na wewe tuweze kuishi ndani ya maisha yako, uweze kuishi ndani ya maisha yako na ndani ya maisha yangu, na kama vile tai anafanya uzee wako kuwa ujana, kama vile tai Bwana anafanya mambo ya haki na hukumu kwa wote wanaoteswa. Mstari wa 7, amejulisha Musa njia zake na wana wa Israeli matendo yake ya ajabu. Bwana nasi pia hakuweza kutujulisha njia zake, hakuweza kuonyesha njia zake. Siri za andiko hazikuweza kufunuliwa, nasi hatuwezi kushukuru kwa ajili ya hiyo. Bwana ni wa rehema, Bwana anajaa rehema na mwenye neema, hakasiriki upesi, anajaa rehema. Mstari wa 9, hata kemea siku zote, wala hata chunga hasira yake milele. Hakututendea sawasawa na dhambi zetu, wala hata kulipa sawasawa na maovu yetu. Hata tulipa sawasawa na maovu yetu. Aweze kusifiwa sana. Nashukuru sana Mungu kwa ajili ya hiyo. Hapana, maana sawasawa mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kwa kadiri ile rehema yake ni kwao ambao wanamwogopa. Haleluya! Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka makosa yetu mbali nasi. Kama baba anavyohurumia wana wake, ndivyo Bwana anawahurumia ambao wanamtumikia na kumwogopa, wanamwogopa. Akose mpaka hapa. Jina Bwana litukuzwe sana. Tusimame na sote pamoja, tunataka tuweze kushukuru Bwana na tuweze kumwomba baraka yake kwa ajili ya makusanyiko haya ya kiungu. Baba uliye mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya hili asubuhi hii ya kuweza kuwa tena hapa na kuweza kuja mbele ya uso wako na kuweza kushukuru kwa ajili ya mema yote mazuri ambayo uliyofanya ndani yetu mpaka leo, kwa ajili ya njia zote ambazo umetuongoza ndani, na tunakushukuru kwa sababu wewe mwenyewe uko katikati yetu. Tumesalimiana sasa sisi kwa sisi, na sasa tunakusalimu pamoja na sisi. Tunakukaribisha wewe kama vile Mungu uliye hai, ambaye kupitia Yesu Kristo ulijifunua. Bwana, kamata makusanyiko haya ndani ya mikono yako, tenda na uongoze yote kupitia Roho Mtakatifu wako. Pokea yale inayokupendeza pamoja na sisi sote. Unajua mahitaji zote katikati ya taifa lako, pia pamoja na sisi asubuhi hii, pia katikati yetu. Tusaidie, tufanye neema, ponya wale walio wagonjwa katikati yetu, wale walio wanyonge. Bwana, wasimamishe, upatie asubuhi hii tena mahali tumekusanyika katika jina lako, mahali tunapokutazama wewe, ili ushindi ya ujao ya Golgota iweze kuonekana katikati yetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunakushukuru kwa ajili ya yote katika jina la Yesu. Amina. Amina. Tunakaa.
Bwana asifiwe na shukuriwe, kwa sababu Bwana wetu angali anaita tena leo. Sasa swali ya kujua ni nani anayekuja kwake, nani anayetaka kumkaribia, nani anayehitaji kukolewa, nani anayekubali ukombozi? Hakuna mtu anayetamani hiyo. Anaita, anabisha, lakini watu hawataki kujua kitu fulani kuhusu yeye, akose tu ndani ya vichwa vyao au kulingana na kuelewa kwao kwa kimutu, lakini mioyo yao iko wazi na inafungwa. Lakini tumesikia kwa wakati kidogo uliopita ndani ya mahubiri ya ndugu yetu mpendwa wetu ndugu Branham, kama vile alikuwa akisema kwamba Bwana anataka akamate maisha yetu, anataka akamate mioyo yetu. Hataki ili aweze kukubaliwa tu kidogo, lakini anataka akamate uongozi wa mioyo yetu yote kwa ujao. Nasi tunashukuru sana kwa sababu anatuita tena leo, na sisi tunaweza kuharakisha mbele yake jioni hii na kuweza kumwomba baraka yake, nguvu zake na msaada wake. Mbele ya kuweza kuomba pamoja, ni tuweze kusoma shairi fulani za Yakobo sura 1, akose kwanza kwa mstari wa 19. Kwanza kwa mstari wa 19, Yakobo sura 1 mstari wa 19. Basi mnajua ndugu zangu wapenzi, kila mtu awe mwepesi wa kusikia, lakini si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Mstari wa 20, kwa maana hasira ya mtu haitendi haki ya Mungu. Mstari wa 21, basi wekeni mbali uchafu wote na ubaya unaozidi, na kupokea kwa upole neno lililopandwa ndani, linaloweza kuokoa roho zenu. Mstari wa 22, lakini muwe watenda wa neno, wala si wasikizaji tu, mukijidanganya wenyewe. Na nani anataka kuweza kujidanganya kwa mawazo yake mwenyewe ya uongo? Hapana, hakuna mtu. Lakini hapana mtu. Na hapa inasemeka hapa, hii ni matamshi ya lazima sana. Mstari 22, lakini muwe watenda wa neno, wala si wasikiaji tu, mukijidanganya wenyewe. Mstari 23, kwa sababu kama mtu akiwa msikiaji wa neno tu wala si mtenda, mtu huyu ni kama mtu anayetazama uso wake mwenyewe katika kio. Mstari wa 24, akikwisha kushitazama anakwenda zake, mara moja anasahau namna alivyokuwa. Mstari wa 25, mstari wa 25, lakini aliyetazama sheria kamilifu, sheria ya uhuru, na kukaa ndani yake, asiwe msikiaji anayesahau, lakini mtenda wa kazi, mtu huyu atabarikiwa katika kutenda kwake. Akose tu mpaka hapa, ili neno la Mungu takatifu na la damani, naamini ya kwamba liko wazi sana kwa kiwango ambayo kila mtu anaweza kuelewa inamaanisha nini. Basi Mungu atusaidie, atupatie neema na nguvu si sote, ili tusiweze kuja hapa tu kuweza kusikiliza, lakini kama vile inavyoandikwa, kama vile tumekwisha kusoma, tuweze kuwa watu wanaotenda, watu wanaoweka matendo neno. Ndugu na dada wapendwa, kwa namna yetu sisi wenyewe iko vigumu sana kuweza kuwa hivyo, lakini Mungu iko na uwezo wa kutuweza kuchuchukua katika hali hiyo, na tunamtumainia jioni hii, naye atatubariki katika wingi wa neema yake, atatuzungumzia. Tusimame sasa tuweze kumuita tena ili atubariki. Mungu mwaminifu, tumekusanyika tena hapa katika jina lako la utukufu na la ajabu la Yesu. Tunakushukuru kwa ajili ya maneno haya yote ya dabani. Mahali pote tunapofungua maandiko, tunapata na tunasoma maneno ya uzima. Na Bwana, utupatie neema ili tusiwe watu wanaosikiliza tu wasio na faida, lakini wanaoweka neno lako katika matendo.
Mungu mwaminifu, tusaidie tuweze kutembea katika imani na kutimiza makazi ambazo neno lako linashurutisha. Basi unipatie hiyo Bwana, utupatie hiyo sisi sote Bwana. Tunahitaji wewe, tunakuhitaji wewe, tunakuhitaji wewe, ili tusiweze kujifurahisha kuzunguza kuhusu neno lako, tusiweze kujifurahisha kusikia neno lako, lakini tuweze kwenda na kuchukua matunda. O Bwana, tupatie neema sisi taifa lako, unipatie mimi neema yako na sisi sote pamoja. O Mungu, sisi sote tuko hapa, neno lako peke yako ndilo linaweza kutuletea faraja ya ukweli, linaweza kupatia uzima ya kweli. Bwana, tupatie itoa ndani yetu sisi sote ambayo inaweza kuleta kizuizo kwako. Na ndio maana umesema kwamba tuache ubaya wote na uchafu wote na aina yote ya ubaya na uzidi. Bwana, tupatie sisi sote hiyo, ili tuweze kuwa huru kutoka mambo yote, na tuweze kutembea katika upole na unyenyekevu, na tuweze kuheshimu neno lako. Bwana, tupatie neema yako, tunakuomba uwe wa rehema kwa ajili sisi sote, hata pia katika saa hii, jina lako liweze kutukuzwa. Amina. Ningehitaji tuweze kuendelea na kuimba ili tuweze kuwa na furaha katika Bwana. Iko vigumu sana tena zaidi sana kuweza kuhubiri, lakini kwa msaada wa Mungu tunaweza tena kuimba. Ndiyo, tunaweza kuhusika tena na mambo inayotusumbua, yanaweza kutugusa kwenye mioyo. Iko kama vile sisi ambao tuliokuwa kwenye hospitali na ambao tunaongoja msaada na usaidizi. Mnajua inamaanisha nini? Wakati mtu iko katika afya njema, haja yake iko namna gani, lakini wakati mambo haitembei vizuri, tunajua namna gani sasa. Na hapo sasa tunapaswa kuwa na hitaji ya kuweza kushukuru Mungu na sio kuweza kunungunika. Lakini hizo zote ni majaribu na mashida ambazo tunazokutana katika maisha, lakini kwa neema ya Mungu haijachelewa. Najua kwamba watoto wengi wa Mungu wanatafuta na wanapata jibu zao ndani ya maandiko matakatifu. Inawezekana ya kwamba mamia ya maelfu ya watu walio katika hali ya haraka waliweza kuomba Mungu ili aweze kuwajibu, naye alifanya hivyo, anafanya hivyo. Lakini pia kuna hali ambayo unaweza kusoma neno hapa na huko, mahali hautaweza hata kupata jibu kwa yale ambayo inayotuhusu au kusumbua katika wakati huo. Ndugu Branham alitoa matamshi inayofuata: kama mna kitu fulani na kama hamujaweza kupokea jibu, mwende mbele ya Bwana. Lakini watu wako wapi leo ambao wanaofanya hivyo? Nasi tunapaswa kukubali hiyo waziwazi. Watu wako wapi leo? Nataka kusema sisi sasa tuko wapi wakati inapohusu kwenda mbele ya uso wa Mungu? Wakati unaposhurutishwa kwenda huko, wakati hautaki tu, lakini wakati unaposhurutishwa kwenda huko ili uweze kupokea jibu. Lakini pamoja na Mungu mambo yote yanawezekana. Pamoja na Mungu mambo yote yanawezekana. Nasi tunapaswa kukubali ya kwamba pale napo sio tu kwamba kutukata tumaini ndio naingia, lakini pia majaribu iweze kuja na jibu ya Mungu iweze kufika. Leo tuna funzo la kibiblia, na hiyo ndio nakuwaka iko ngumu sana, lakini ingekuwa ni funzo la maombi. Naona ya kwamba dada Inge iko tena hapa, lakini hapa karibu utaweza kufurahisha kwamba kama chumba kinaweza kujaa, kama chumba hiki kinaweza kujaa, na kama tunaweza kushukuru Bwana bila kuzuizwa. Tunangoja sisi wote wakati huu, lakini tunapaswa kujifunza kuweza kushukuru Mungu katika hali yote, kwa maana ni hivyo ndivyo inavyoandikwa.
Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari 18. Nilikuwa nikiwaza kuweza kusema maneno fulani na kisha niweze kuleta salamu, na nitaka pia kuweza kuzunguka tena pia andiko fulani za Biblia pamoja na sisi. Tumekwisha kusikia ikizungumza kuhusu barua ya Yakobo, na swali imekwisha kutolewa na kuonyeshwa, na swali imekwisha kuonyeshwa ya kusema ya kujua katika kipimo gani neno la Bwana na roho wa Mungu iliweza kutenda juu yetu. Kuna mambo mawili au matatu ambayo siwezi kuamini, na hiyo akose haiwezi kushangaza mtu fulani, lakini iko hivyo, inakuwaka hivyo. Na nawaza ya kwamba nanyi mnaweza kujiunga na maoni yangu au mawazo yangu, hata kama inaweza kuwa kitu fulani ambacho siwezi kuamini. Kwa mara nyingi tunajiunga kwa yale ambayo inayoweza kuaminiwa, lakini haiwezi kuwa tofauti na hiyo. Lakini bila kuweza kuwachelewesha au hatuwezi kuamini kwamba katika chemchemu moja kunaweza kutokea maji matamu na maji machungu. Yakobo 3:11. Mweza kuamini hiyo nanyi yote? Hapana. Lakini nami siwezi kuamini hiyo kwa sababu Biblia inasema kuna mambo ambayo ninayoamini ni kwa sababu Biblia nayo inasema hivyo, na kuna mambo pia ambayo siamini kwa sababu Biblia nayo iliyasema hivyo. Na Biblia inasema ya kwamba chemchemu moja haiwezi kutoa kwa mara moja maji matamu na maji ya uchungu. Chemchemu inaweza kuwa na kusumbua kidogo, inaweza hata kutokota sana au lakini yakose haiwezi kutokota hata kuzaidi ya degree 118, na haiwezi kugeuzwa au kubadilishwa yale yaliyo ndani mwake, na yale yaliyo ndani ya hiyo chemchemu ndio inapaswa kutokea, na haiwezi kuwa tofauti na hiyo. Ya pili ilikuwa iko ndani ya hiyo hali moja. Siwezi pia kuamini ya kwamba watoto wa Mungu wanaweza kuwa na tabia ya kishetani. Siwezi kuamini hiyo. Naweza kuamini ya kwamba watoto wa Mungu wanaweza kuingia katika majaribu. Naweza kuamini ya kwamba wanaweza kuangukia pua. Naamini pia ya kwamba wanaweza kusimama. Naweza kuamini mambo mengi, lakini siwezi kuamini ya kwamba watoto wa Mungu wanaweza kuwa na tabia ya shetani. Siwezi kuamini hiyo, na tunaweza kosa kuendelea na horoza hiyo katika hali ya kuweza kutuweka katika maswali na kuweza kushipima sisi wenyewe au kujiuliza sisi wenyewe, na tutaki kuweza kuleta hiyo kipimo kwa wengine, lakini kuiweka kwa ajili yetu sisi wenyewe, na tuweze kuomba au kuweza kujiuliza Mungu aliweza kupokea katika kipimo gani ya ile inayompendeza kutoka kwetu, na kama uzima mpya na ya kiungu iliweza kweli kuonekana kulingana na neno la andiko. Wa Korinto wa pili sura 5 sana mstari 18, 19 na 20. Wa Korinto wa pili sura 5 mstari 17. Kama mtu iko ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, mambo ya zamani yamepita. Lakini pia kuna neno pia la andiko ambayo tunapaswa kukamata kwa wenye moyo sana wa Efeso sura 4 mstari 22, ya kwamba mjivue mtu wa zamani. Na pia kuna mambo ambayo yanaweza kujifunga kwa mtu, unaweza kujifunga kwenye mtu ijapokuwa alishafanywa upya, ijapokuwa kufanya upya kwa ndani kunaweza kuwa tabia na mambo mengine tofauti, lakini inaomba kuweza kutambua na kukubali hiyo na kuweza kuivua, kuweza kuichukua mbali. Na hiyo inaweza kuonyeshwa hapa katika Yakobo sura 1 mstari 21. Basi wekeni mbali uchafu wote na ubaya unaozidi, na kupokea
kwa upole neno lilopandwa ndani yenu na linaloweza kuokoa roho zenu au nafsi zenu. Na neno linafuata hapo hapo kwenye mstari 22, lakini muwe watenda wa neno, wala si wasikiaji tu, mkijidanganya wenyewe na mawazo ya uongo. Inaanzia wapi hiyo? Na hiyo naishia wapi? Upofu unaanzia wapi? Kujidanganya inaanzia wapi? Na inasimamia wapi? Tunajua yale ambayo wengine wanaweza kufanya, lakini hapa kila mtu anaonywa hapa yeye mwenyewe, anaonywa yeye mwenyewe. Na nawaza ya kwamba ni katika lengo ambayo Mungu anataka ili atusaidie. Ni ikiko katika lengo ya Mungu kutusaidia. Hataki kutuacha na kutuacha katika hali hiyo, lakini anataka ili atusaidie. Na yote inasemeka kwa machache katika Shahiri 26. Kama mtu akizani ya kuwa ana dini wala hazuizi ulimi wake, lakini akidanganya moyo wake, ibada ya mtu huyu ni bure, au dini ya mtu huyu ni ya bure. Na pia inawezekana ya kwamba tunadanganyaka pia mioyo yetu, na kose hatutaweza kuisikia na hatutaweza kuitambua ya kwamba mambo haiko kama vile yangepashwa kuwa. Na hapo pia kama vile tumekwisha kusoma mara nyingi, ulimi unapashwa kulindwa, unapashwa kulinda ulimi. Kama tu tunaweza kujifunza kuweza tu kuzungumuza wakati yale ambayo tunataka kusema inaweza kugeuka kuwa baraka kwa ajili ya wengine. Kama tunaweza kuanza kusumbua wengine au kuregeza wengine, kama tunaweza kuanza kumaliza kuweza kuacha kuweza kuregeza wengine au kumawazo au maneno au kuweza kuleta mambo mengine, lakini tuweze kuanza kutumikiana sisi kwa sisi. Kama tunaweza kuanza kutumikiana sisi kwa sisi, mara ngapi watu wanaregezwa na mambo ambayo hayawezi kuchukuliwa, ambayo haingeliweza kuletwa, ambayo hawana hata jibu yake. Na ijapokuwa inaandikwa mumpatie yote, mumpatie mashida zenu zote kwake, muziweke kwake, bila hata kitu moja, bila kuacha kitu moja, bila kuacha kitu moja. Kila mtu katikati yetu angeliweza kuweza kujifurahisha, kuweza kusema yale inayotugusa wewe, mimi na sisi, lakini ajua kuwa pale na kose tuko hapa kwa ajili, tuko hapa kazi yetu hapa, ili sisi kama vile watoto wa Mungu tuko hapa na kazi moja ya kuweza kuwa kwa upande wa Bwana. Na kupitia mazungumzo na mabishano unaweza kuleta mambo mara 100 akose. Kama Mungu hajaweza kujimaliza na kuleta jibu yake, hatutaweza kuyamaliza. Na tunaweza kuzungumza hiyo, naweza kuzungumza hata bila hiyo kuleta faida ya kitu fulani. Ni katika mahubiri juu ya mlima niweza kuanzia hiyo mbele ya makusanyiko ya kiungu. Hata kama kitu fulani kinasemeka kuhusu sisi au kuhusu mtu mwingine au mahali popote, kama hiyo kitu si kweli, mtu huyo anayehusika na mambo hayo angeliweza kuyafurahia, tungepaswa kuyafurahia, tungeliweza hata kuleta sauti ya furaha. Hapa Mathayo 5:11 na 12, 11 na 12, heri ninyi wakati watakapo watukana ninyi na kuwatesa ninyi na kuwasemea ninyi kila neno mbaya kwa uongo kwa sababu yangu. Mstari 12, furahini, shangilieni, kwa sababu zawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyotesa manabii waliokuwa mbele yenu. Hapa kwa hiyo sasa inamaanisha nini? Sasa inahusu hiki
kama vile Bwana na wale wote waliochukua neno lake walivyokuwa shambulizi ya adui, na iko hivyo hivyo tena leo. Na adui ataweza kupokea papa na maheshima zote, na pia katikati ya watu 18,000 wa Uislamu huko katika uwanja wa huko Casablanca wataweza kumwacha kimya, wataweza kumpokea na heshima. Pale unasikia tu katika mahubiri ya kwamba utasikia mahabari ya kwamba 18,000 ya Waislamu waliweza kukubali, walimaliza shida zao pamoja na Wakristo, na hapo mtu aweze kujua, na ulimwengu mzima inaenda huko, watu wote wanaenda kule, na watu wataweza kuenda huko, hata weza kuwa na kuzuizwa, na watakuwa tu na furaha, nao ni sehemu ya hao. Lakini yeye ni sehemu yao, lakini yeye si Muislamu. Lakini iko pale namna gani, anajua namna ya kucheza mchezo huo, anajua namna gani ya kucheza mchezo huo, na mambo yote yanafanyika vizuri. Niweza kusikia watu wawili kwenye uwanja wa ndege wa Hamburg, hiyo kama vile ni mchezo. Ni kweli, mmoja yao alikuwa akisema, akiambia mwingine katika Kiingereza, eti kwa sababu gani unajua kwa sababu gani papa anabusiaka udongo wakati anapofika katika udongo? Huyo mtu akasema, sasa kwa namna gani za kujua? Yule aliyekamata ndege pamoja naye huko aliweza kushukuru Mungu kama aliweza kufika vizuri. Lakini hiyo tu ni mawazo tu ya kusema hiyo. Lakini nasema hiyo tena, yasema sihusike na hiyo, sihusike na mambo ya nje. Lakini shetani aukamate wale walio wake, shetani akamate walio wake, lakini Mungu aweze kuweka mamlaka yake juu ya taifa lake, na hiyo ndio nahusika. Haihusu kuweza kuweka wazi au kuonyesha mambo iliyo mbaya, lakini kuweza kuleta kulinganisha na kusema, Bwana, iko namna gani kuhusu sisi na tuko wapi sasa? Nao namna gani tumefika pale? Unataka kufanya nini kuhusu sisi? Una nia gani pamoja na sisi? Unataka kwenda mpaka wapi pamoja na sisi? Na kitu gani unatutarishia? Kwanza tunapaswa kujifunza kuweza kukamata vipimo vya imani yetu vya kiroho, na hakuna namna nyingine. Ningetaka niweze kuongeza neno moja, neno kanisa. Kila wakati shida inapotokea, neno kanisa inatumikishwa kwa namna ya ujumla, hata kama mtu mmoja ndiye anahusika. Na nawaza ya kwamba hiyo sio njema. Kama kuna kitu fulani ambacho kiende vizuri, ambacho kisichokuwa kwa nafasi yake, haiwezi, si vema kuweza kusema ya kwamba hakuna kitu, ya kwamba kuna kitu ambacho hakitembei vizuri katika kusanyiko yote au katika kanisa yote nzima. Na si katika kanisa yote nzima, lakini mahali fulani akose ambacho kuna kitu fulani ambacho hakitembei vizuri. Lakini haiko vema kuweza kuingiza kanisa yote katika mambo hayo kwa ujumla. Kanisa liko pale pasipo na lawama. Kuna mambo ya mtu binafsi, iwe kwangu au kwangu, iwe kwako iwe kwangu, au tuweze kuwa kitu fulani, tuweze kusema hiyo waziwazi. Tulishaka weza kukamata maamuzi yetu sisi wenyewe katika maisha yetu, na tuliweza kukubalishwa kwamba ilikuwa imekamatika mbele ya Mungu. Baadaye ikaonekana ya kwamba haikukuwa namna hiyo, na ningeliweza kwenda mbali kadogo. Wakati watu walipoweza kutumikisha makarama, wakikubalishwa 100% ya kwamba Bwana alikuwa amezungumza, alikuwa amezungumza kupitia wao, na kwamba mapenzi ya Mungu ilikuwa imeonekana au kwa nje tu, lakini hiyo haingekuwa kosa hivyo. Lakini Mungu peke yake ndiye asiyeweza kushindwa, yeye ambaye hajawahi kujidanganya na hawezi kujidanganya pia, ambaye hajaweza kurudi kwenye maamuzi yake au kusema akose ningeliweza kufanya tofauti sasa. Lakini sisi kama vile wanadamu
tunapaswa kukubali tunapaswa kukubali ya kwamba hatupaswi kukamata maamuzi yote. Tunapaswa kukubali ya kwamba kosa tuwezi kukamata maamuzi yote kwa namna njema, na kama sasa ni hivyo, si vema kuweza kushikamana na hiyo na kusimamia kwa hiyo, au kuweza kuzuiza wengine kuweza kuendelea, lakini tuweze kusonga mbele pamoja kwenye njia yetu pamoja na Mungu. Hakuna namna ingine. Sisi hatuko hapa ili tuweze kuzuizana au kuzuiana sisi kwa sisi kwenye njia, lakini tuko hapa ili tuweze kuwekana nguvu sisi kwa sisi, na tuweze kupatiana bidii, tuweze kuungana mkono sisi kwa sisi, ili tuweze kusonga mbele pamoja na Bwana. Lakini pia tuko hapa ili tuweze kuacha neno la Mungu liweze kutuhukumu na tuweze kumpatia haki, na hiyo nayo yanapaswa kufika na itafika, lakini si kulingana na mapenzi yetu. Lakini maamuzi ya Mungu inaweza kuwa siku zote tofauti na yale tunayowaza. Tuwe wazi, tuna maoni mbili iliyo tofauti, lakini kila mmoja katikati yetu iko kama vile amekubalishwa, yeye mwanamke au mwanamume au dada au ndugu. Kila mtu anakubalishwa kwamba ana haki, na mmoja anasema, "Oh Bwana, nakushukuru kwa sababu uliweza kunifunulia hii na jina lako lisifiwe." Na mwingine anasema hiyo kitu moja, "Bwana, nakushukuru kwa sababu nami uliweza kunijulisha hii kwa namna iliyo wazi, ya kwamba hii inang'aa wazi wazi kama vile jua inayowaka mbinguni." Hao wawili walielewa kila mtu kwa upande wake, lakini hakuna kitu kinachounganishwa au kinakuwa sawa sawa na hao wawili. Na sasa, na sio hali iliyo kama vile ya mtu kipekee, lakini hiyo inafanyikaka tena na inafanyika tena upya. Na ndio maana tunapaswa kushikaza ili tuweze kuacha neno la Bwana peke yake liweze kuwekwa kwenye maamuzi yetu sisi sote, na sio kulingana na yale tunayosikia, hayo tunayowaza kwamba yayo ni kweli. Kwa maana nani ambaye hajisikiake vizuri wakati anapowaza kwamba iko na haki? Na unajisikiaka vizuri wakati na unajisikiaka hauko vizuri au usiake vizuri wakati unapokuwa katika makosa, wakati unaposhikutana katika makosa yako, wakati unapoambiwa kwamba una makosa. Lakini hapa haihusu ya kwamba mtu anakuwa na haki au na makosa, lakini nawaza ya kwamba tungelipashwa kushikaza kwa ndani na katika uhakika wote, ili tuweze kuacha Mungu aweze kupata haki, kuweza kuwa na haki, tuweze kuacha neno la Mungu liweze kulinda haki yake, neno la Mungu liweze kulinda haki yake, na si kwamba mtu aweze kukabata neno la Biblia kuweza kushipatia haki, na kisha mtu ashindwe kusinzia naye, na kisha nakamata naye andiko lingine ya Biblia na kushipatia haki na kutupatia haki mwenyewe pamoja na hiyo Biblia moja. Na hapo sasa hao wawili watakuwa na haki, sivyo? Na kila mtu atakuwa na andiko yake Biblia. Lakini hiyo haisimamake, inaomba kuweza kuweka kweli na kuweka kweli na hii kwenye andiko mbili za Biblia, ili tuweze kuona yale yanayosimama mzuri mbele ya Mungu, kwa wazi mbele ya Mungu na mbele ya uso wa Mungu, na iweze kuonekana iliyo wazi na ya kweli. Kulikuwa andiko nyingi ambayo nitaka kusoma, lakini wakati unapokuja hapa mbele na unapokuwa kutayarishwa vizuri, hapa kwenye sura 4 ya barua ya kwanza ya Petro wa kwanza sura 4, tuna maneno haya iliyo ya lazima sana. Mstari wa 7, Petro wa kwanza sura 4 mstari wa 7, "Lakini mwisho wa mambo yote ni karibu, muwe basi na akili mkiangalia katika maombi." Mstari wa 8, "Zaidi ya maneno yote mupendane sana ninyi kwa ninyi katika maneno yote, kwa sababu upendo unafunika dhambi nyingi." Upendo wa kiungu, na tushaka isema mara nyingi, ushaka funika mambo yote, kwa maana Mungu alipenda ulimwengu akatoa mwana wake wa pekee, ila kila mtu anayemwamini asipotee, lakini awe na uzima wa milele.
Lakini sasa hiyo inaenda mbali tena, mbali kadogo. Mstari wa 9, Petro wa kwanza sura 4. Mukaribishane ninyi kwa ninyi pasipo kunungunika. Mstari wa 10, kila mtu kwa kadiri aliyopokea zawadi atumikie katikati yenu kama mawakili wema ya neema mbalimbali za Mungu. Mstari wa 11, mtu akisema aseme maneno ya Mungu, au kama mtu akisema maneno anayosema iwe kama maneno ya Mungu. Hapa sasa karibu nimekusha kusisikia kwamba ulimi wetu na kinywa chetu vinapaswa kutakasiwa Bwana, na hiyo inaenda mbali kadogo ya kwamba pia maneno yetu pia, wakati mtu anapozungumza maneno yake inapaswa kuwa kama vile maneno ya Mungu. Mnajua maneno ya Mungu ni maneno gani? Ni kusema wakati mtu anaposema aweze kuwa ni Bwana anasema, ni kusema hayo ni maneno ya Mungu, ni maneno yaliyotoka katika kinywa chake. Tunapaswa sasa kusema yale ambayo Mungu aliyosema, na ni katika hali hiyo ndiyo Mungu anaweza kuzungumza, na kama sivyo tutaweza nasi kuwa tumezungumza na sio sasa. Na kama hatui tuseme kwa namna hiyo, itakuwa ni pembeni ya Mungu na pembeni ya lengo yake. Kama mtu anaweza kutimiza kazi, aweze kuifanya katika nguvu ambayo Mungu anayotoa, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Na hiyo ndio inahitaji yetu sisi sote. Lakini tuinge sasa kwenye sura 5 mstari wa 8. Petro wa kwanza sura 5 mstari wa 8. Muwe na kiasi na kuangalia adui zenu shetani kama simba anazunguruka akitafuta mtu amumeze. Hasa mstari wa 12. Mstari wa 12. Kwa maneno, kwa mkono wa Silwano ndugu yetu mwaminifu, kama nilivyo mhesabu, nimewaandikia ninyi kwa maneno machache, nikionya na kushuhudia ya kuwa hii ndiyo neema ya kweli ya Mungu. Simameni imara ndani yake. Kwanza mambo mengi yaliweza kuonyeshwa na kisha yakasemekwa machache na kusindikizwa na onyo hii. Mstari 12, na kushuhudia kwamba hii ndiyo neema ya kweli ya Mungu ambayo ndani yake mnapaswa kusimama imara. Petro naye alikuwa na moyo wa mchungaji. Niliweza kuisema, mweza kuisoma nyinyi wenyewe. Alisema mambo fulani kwenye mstari wa 7 ya kwamba wekeni masumbuko yenu yote juu yake, kwa maana anawatunza ninyi. Na kisha anafika na kumalizia kwenye mstari wa 11, kwake iwe mamlaka hata milele na milele, amina. Mstari wa 11, Petro wa kwanza sura 5. Hapa leo inamaanisha kuweza kuelewa ya kwamba Bwana Mungu anataka tuonyesha hali ya neema ya Mungu ndani ya hali ya maisha, ndani ya maamuzi iwe yoyote, na pia neema ya Mungu iliyoonekana ndani ya kanisa. Mtu ambaye aliyepokea kweli neema, naye ataileta na kuitangaza, kwa maana haiwezi kufanya tofauti. Hapa ndani ya Wakorinto wa pili sura 7 Paulo anaandika pale, napo kuna mambo mengi. Kwanza kwa mstari wa 2, mutupe sisi nafasi moyoni mwenu, hatukukosea mtu, hatukuharibu mtu, hatukudanganya mtu. Mstari wa 3, sisemi neno hili ni wahukumu ninyi, kwa maana nimetangulia kusema ya kwamba ninyi ni katika mioyo yetu. Hapa mtume Paulo anaeleza mawazo ya kwamba mwache tuingie ndani ya mioyo yenu,
ya kwamba hatukuharibu mtu, hatukudanganya mtu akose. Naweza kusema hii pia, na waza ya kwamba najua kwamba inaomba kuweza kupima hata matamshi au maneno, lakini natumainia Mungu ya kwamba ninaweza kusema hiyo kitu moja. Yale ambayo Mungu anataka ni kuingia ndani ya mioyo yetu ili apate nafasi. Anataka ili neno lake liweze kupenya ndani yetu. Na kisha kwenye mstari wa 9 inasemeka kuhusu huzuni. Mstari wa 9, sasa ninafurahi si kwa sababu mulihuzunishwa, si kwa sababu mulihuzunishwa, lakini kwa sababu mulihuzunishwa hata kutubu. Kwa sababu mulihuzunishwa mbele ya Mungu ili musipate hasara kwa ajili yetu katika neno lolote. Mstari wa 10, kwa sababu huzuni iliyo mbele ya Mungu inafanyiza toba inayoleta wokovu isiyo na majuto, lakini huzuni ya dunia inafanyiza mauti. Kuna kwaka haya mambo mawili katika mambo yote, huzuni, kuugua. Ndani ya Waroma sura 8 inasemeka kuhusu kuugua ambayo iliyo ya kweli kwa wale ambao walioweza kupokea roho kama vile matunda ya kwanza, kama vile malimbuko, nao wanaugua kwa ndani pamoja na viumbe na wakitarajia ili wawe wana wa Mungu waweze kuonekana. Na kisha Yakobo anaandika ya kwamba musinungunikiane ninyi kwa ninyi, musihukumiane ninyi kwa ninyi. Ndugu, musinungunikiane kwa maana Bwana ni karibu. Yakobo sura 5 mstari wa 9. Lakini hayo yote inalingana na hali na yale inayohusika hapa. Hapa tumekwisha kusikia kuhusu huzuni. Kuna huzuni inayotoka kwa Mungu ambayo inayotuletea wokovu na inayotenda kama vile baraka. Wakorintho wa pili sura 7 mstari wa 10. Hapa inahusu huzuni ya kiungu ya kiroho. Lakini sasa kama inakuwa ya mambo ya mwili ya kidunia, tunasoma hapa ya kwamba inafanyiza kifo au inaleta kifo, inaleta kifo. Inaweza kuleta kifo mahali ambapo kulipo kwanza kuwa uzima, na kama hakungekuwa uzima kwanza haiwezi kuleta kifo. Nani anza kufa mara pili? Hakuna mtu. Lakini hapa inahusu kufanya tofauti kama adui ameshiingiza, na kama tunaweza kutambua kwamba inahusu kitu fulani cha mwili, na kama tunaweza kushiacha kuingizwa katika mambo ya chini au kushushwa chini, na inaweza kutuchukua katika kifo cha roho. Lakini sasa inaomba sasa, ni lazima tuweze kufanya tofauti hali na matokeo yake, ili tuweze kujua kama wokovu na baraka inatokea. Kwa hiyo kama toba ya ndani hapa, kama vile andikwa hapa, inaonekana kwamba ni ya kuokoa, au kama inavyosemeka mbali kidogo, inashufunua kama vile ya wokovu, ndio sio kwamba ya kuweza ya kuhuzunisha. Mstari wa 10, huzuni ya dunia hii inaleta kifo. Mstari wa 11, kwa sababu tazama neno hili maana huzuni mbele ya Mungu ilitenda bidii gani ndani yenu. Hasa kama hiyo inatoka kwa Mungu, tutapokea kutoka kwa Mungu kukubali hiyo kitu, na Bwana ataweza kuweka baraka yake juu ya hiyo. Kama adui iko katika mchezo, inakuwa katika hali ya kidunia hii, nasi tunakokotwa na tunapoteza uzima wa kiroho kwa sababu ya mambo ambayo yaliyo ya kidunia na ya kimutu, na hiyo haipashwi kuwa hivyo. Tunapashwa katika hali yote kuweza kutofautisha inahusu nini
na tunaitambua kwa matendo ile inamaanisha nini katika maisha yetu. Kulikuwa pia andiko ingine ambayo nitaka kusoma ndani wa Korinto wa kwanza sura 10 mstari wa 31 mpaka mwisho. Wa Korinto wa kwanza sura 10 mstari wa 31 mpaka mwisho. Basi kama mukikula au mukikunywa au mukifanya neno lote, yote naandikwa pale, mfanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Mstari wa 32, msiangushe Wayuda wala Wayunani wala kanisa la Mungu. 33, kama mimi nisivyopendeza watu wote katika maneno yote, nisitafute faida yangu mwenyewe, lakini faida ya watu wengi wapate kuokolewa. Mtu ambaye anaishi kwa ajili ya Mungu siku zote atakuwa mbele ya macho yake okovu na wema na mema ya wengine. Mtu ambaye hawezi kulinda hiyo ndani ya moyo wake, ndani ya roho wake, ndani ya maneno yake, ndani ya matendo yake na maamuzi yake, mtu huyo anapaswa kujishakia mbele ya Mungu na kujipima mbele ya Mungu. Inasemeka kwenye mstari wa 32, msiangushe Wayuda wala Wayunani wala kanisa la Mungu. 33, kama mimi nisivyopendeza watu wowote katika maneno yote, nisitafute faida yangu mwenyewe, lakini faida ya watu wengi wapate kuokolewa. Katika mambo yote na kila wakati kitu kinaonekana pale. Upendo ndiyo inayoonekana. Upendo wa Mungu uliopokelewa, ulioweza kuishi wewe mwenyewe, ndio inaonekana. Na mtu ambaye aliyefanya mazoezi ya upendo huo wa Mungu na kuipokea, anasukumwa ili aweze kuileta na kuitangaza na kuigawa. Kama inakubaliwa sasa, tunapata heri, tunafurahi. Kama inakataliwa, tunahuzunishwa. Lakini tunataka ili tuweze kuishi kwa ajili ya kupendeza Mungu, ili tusiweze kuhusika na faida yetu wenyewe, lakini tuweze kusaidia watu wote, na ili mtu asiweze hata kuwa ameachwa pembeni, na mtu asiweze kupata haya au kuhayarishwa au kuachwa nyuma ya neema ya Mungu. Kuna pia andiko 2 au 3, lakini wakati umekwisha kupita, na tunataka tuweze kuomba ili Mungu apokee yale yanayompendeza. Mahali pote ambapo unaweza kwenda kuna huzuni. Haiko tu hapa, lakini huzuni ziko mahali pengine pia, na kilio cha wana wa Mungu kinageuka tena kuwa kubwa tena zaidi na zaidi. Basi imani iweze kuja kutusaidia na iweze kutusaidia kutenda. Siku moja ndugu Branham alisema ya kwamba sio tu upanga wa roho ndio unayohesabika, lakini mkono wa nguvu wa imani ndio ambao unaoweza kushika upanga na kuutumikisha. Tunatumainia na tunaamini ya kwamba itakuwa hivyo hapa upesi. Upanga wa roho, neno la Mungu, inapaswa tena pia kusikilikana. Kunapaswa kuwa haki ya kiungu, utaratibu wa kiungu, mwongozo, kukosolewa, kuonywa na kukosolewa, na yote inapaswa kufika ili Bwana aweze kututazama akipendezwa na sisi, na sio kwamba sisi tuweze kujipendeza, lakini aweze kutubariki ili nasi tuweze kugeuka kuwa baraka kwa ajili ya wengine. Tushike kwenye moyo yale ambayo tumekwisha kusikia. Ni kusema Mungu anaweza kutufanyizia haki, anaweza kupokea yale yanayompendeza ndani yetu na kupitia sisi. Inaomba kuanza na kutahiri ulimi wetu,
ulimi wako na ulimi wangu. Tunajua kwamba tunapaswa kupima maneno yetu. Hakuna mzuri au mbaya, lakini yale yanayotugusa tunapaswa pia kose kuileta kwa wakati fulani na wakati fulani, lakini tujifunze kuweza kuleta yote kwa Bwana. Yeye ndiye peke aliye na jibu kwa shida zako na mashida zangu. Yeye iko na jibu kwa mashida zote, kwa maana kwa mwisho ni Bwana ndiye anayetaka atende na atende juu ya wote, na yeye ndiye atakayefanya hivyo. Tuko wale ambao anataka kutenda juu yao, na kama tunaweza kuamini tutaweza kuona pia utukufu wa Mungu. Lakini kwanza tuanze na kuyazungumzia pamoja. Hata kama mtu anaweza kukamata maamuzi, nasema wazi wazi, mambo yanaweza kuonekana kuwa wazi kwa namna ya nje, na akose hakuna mtu anayeweza kujua hata majira ya kweli au hali ya kweli. Lakini kila mtu anahukumu, kila mtu anahukumu na anahukumu na hajui namna gani. Tunataka tuweze kujiepusha mbali na hukumu zote, na tuweze kungoja ili neno lililoandikwa liweze kutimilika. Msihukumu mbele wakati mpaka yale iliyofichwa katika mioyo iweze kufunuliwa. Wakorintho wa kwanza sura 4 mstari wa 5. Na hapo sasa hatutaweza kuhukumu kulingana na mawazo au maneno ya watu, lakini tutafurahi kwa sababu hatukuweza kuhukumiwa na Mungu. Tunapaswa pia kuweza kukubali hii neema. Watu fulani wako katika hali fulani bila wao wenyewe kutaka. Kama mnaweza kuuliza swali kwa watu wengi ambao waliweza kupita katika wakati iliyo ngumu, unaweza kuuliza hasa, ulikuwa ukitaka hivyo? Ilikuwa ni maamuzi yako? Lakini hapana, alikukutana tu katika hali ya kilio chao, na atasema kusema kwamba sikutamani hiyo, sikutaka hiki. Lakini japokuwa inaweza kuwa kose tofauti kwa mtu mmoja na inaweza kuwa tofauti kwa mtu mwingine, lakini kitu moja cha kweli, kwa wale waliopokea upendo wa Mungu ndani ya mioyo yao, yote inawaletea mema. Na pia hata iliyo mema zaidi. Kama tunaweza kukunywa kitu cha kuisha, haitatufanya vibaya. Kwa neema ya Mungu tutaweza kutoka tukiwa washindi. Tutatoka tukiwa washindi pamoja na ushindi wake na nguvu zake. Ninangoja kitu fulani cha Mungu kiweze kutokea hapa karibu. Na hii haiwezi kutembea kwa namna hii na kuendelea kwa namna hii. Na naamini ya kwamba tunaamini hiyo si sote. Lakini tunapaswa kutayarisha uwanja kwa ajili ya Bwana. Tunapaswa kutambua yale ambayo inayomzuiza, na tunapaswa kuitengeneza na kuweka katika utaratibu, kuweka pembeni, na sio tu kwa maneno, lakini katika imani njema. Kama vile tumekwisha kusikia, imani bila matendo imekufa ndani yake, Yakobo 2:26. Na tunaweza kukaa hapa tukiwa chini ya kusikia neno la Mungu, na tusiweze tuweze kuangalia neno la Mungu, tuweze kuwa kama vile kioo, tuweze kushitazama ndani, na tutakuwa pale, na sio kama tuweze kutazama ndani ya kioo na kisha tuweze kusahau tunafanya namna gani, na kisha tuweze kuangalia wengine. Hapana, lakini tunaangalia sana tunaangalia hali ya wengine. Sasa kwa namna gani kuweza kutazama ndani ya kioo? Lakini haina faida kama tunaangalia katika kioo kama tunaangalia wengine, lakini tuweze kujiweka kwa upande wake katika moyo wetu wote na kwa nafsi yetu yote, na tutaweza kumusihi ili aweze kufanya mapenzi yake yafanyike kwa neema. Amina.